Si kitu ambacho wanakikosa ni kwenye eneo la mwisho, namna ambavyo wanaweza akawa na athari kwa timu pinzani, lakini kwa maana ya namna ambavyo wanaianza safari yao wakiwa wanalitazama lango la timu pinzani ni kitu ambacho walifanikiwa kwenye mchezo wa leo. Nafikiri hapa ndo unakuja kuangalia ubora sasa wa mchezaji mmoja mmoja, nini ambacho unaweza ukakipata ukiwa na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Mechi imekwenda kuamuriwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Young Africans, lakini kimbinu ni kama makocha ambao walikuwa wanafanana kwenye falsafa ambao walikuwa wanaitumia, kulingana pia na machaguo ambayo Pedro Goncalves alichagua kwenda nayo kwenye mchezo wa leo. Moja kati ya kitu ambacho nafikiri kinawakosesha Young Africans imani ni kumkosa Pacome Zouzoua and then ukamkosa Dickson Job pamoja na Diarra. Yaani tafsiri ya kawaida ni kwamba Yanga inajengwa nao wachezaji. Kama wanakosekana, athari inaweza ikawa ni kubwa sana kama unakutana na mpinzani ambaye yuko bora kwenye maeneo yote ya uwanja. Moja kati ya kitu ambacho Fountain Gate wameshindwa kukitumia kama faida ni baada ya kocha kuanza hivyo. Kwenye mchezo wa leo unaona baada ya kukosekana Mohamed Hussein pia na Pacome Zouzoua, Diarra, japokuwa Musheli alifanya wao sana kwenye mchezo wa leo, lakini ulikuwa unaona Yanga sio ile ambayo imecheza mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo najaribu kuvuta taswira Young Africans inawakosa hao wachezaji watatu mbeleni, aidha kwa kadi ama kwa majeraha, basi inawezekana ikawa kwenye wakati mgumu sana. Lakini changamoto nyingine unaona wachezaji ambao wamesajiliwa na wanaopewa nafasi ya kucheza ni kama wanashindwa kumuofa mwalimu kile ambacho anakihitaji. Rudi kwa mchezaji kama Celestian Ekua, mtazame akiwa Asec Mimosa, and then mtazame hivi sasa akiwa kwenye kikosi cha Young Africans. Unaona kabisa ni kama na struggle kuweza kuonyesha kile ambacho kiliwafanya Young Africans wakamsajili na akaona ni chaguo sahihi kuja kucheza kwenye ile eneo. Changamoto ambayo anaipata mwalimu, unaona pengo la Clement Mzize ni kama linaonekana, kwa sababu inafika wakati kocha anaamua kumtumia beki kama winga. Maana yake hapo kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa winga ambaye amepewa hayo majukumu. Kipindi cha kwanza ameanza na Ekua, lakini tazama baadaye akaweza kufanya substitution, anamtoa Ekua na muingiza Mohamed Hussein. Baada ya Mohamed Hussein kuingia, unaona akamswitch Boka kucheza kama winga. Maana yake alikuwa anakosa kile kitu bora ambacho alikuwa anakitarajia kutoka kwa Ekua. Lakini rudi kwa Dumbia pia ni kama bado kuna changamoto ambayo anaipitia. Tafsiri ya kile ambacho nakizungumza, ukimkosa Pacome pamoja na wachezaji ambao nimewataja, unaona hata kwenye mchezo wa leo baada ya Dumbia kupewa nafasi ya kuanza ni kama Young Africans ilikuwa inapitika sana kirahisi katikati. Yaani kama sio Duke Abuya kuwa bora kwenye kuzuia mipira, ulikuwa unaona Young Africans namna ambavyo ilikuwa inafikiwa kiurahisi. Kwa hiyo nafikiri Young Africans walikuwa kwenye kiwango bora sana, muhimu imekuwa ni pointi 3, lakini kunayo madhaifu ambayo naamini kuelekea dirisha dogo Young Africans anaweza kushinda. Nini ambacho umekiona kwenye utofauti kati ya Musheli na Didi Diarra katika mechi? Moja kati ya kitu ambacho nimekiona, nafikiri Musheli kwa mli wake amechagua kujifunza kwa Diarra. Yaani nilichokiona si kama achezi kiwango chake ni kidogo, lakini achezi kwa sababu ya kuheshimu bora ambao Diarra yuko nao. Tazama kwenye mchezo wa leo amepata imani ya kwanza, lakini namna ambavyo alikuwa na uwezo wa kuicontrol mechi ama kupunguza ile pressure wakati wanashambuliwa ilikuwa ni kubwa sana. Uimara wake kwenye kudaka, kuna baadhi ya moment ulikuwa unaona goalkeeper yote, yani kama ni goalkeeper bora, hakikisha unapofunga safari ya kutoka basi toka kweli kweli, na unapotoka ukafanya kile ambacho unakikusudia, ambacho kimekufanya ukatoka, na ndicho ambacho amekifanya. Kuna nyakati ametoka akaenda kupiga mpira ukaenda nje, lakini ukawa umezuiliwa bado uko ndani ya uwanja, and then bado akaendelea kuonyesha kwamba ana uhitaji wa kwenda kufanya yale makosa ambayo tayari alishafanyika na mabeki wake. Kwa hiyo nafikiri ni kijana ambaye anakuwa kwenye element za Diarra. Yaani namuona kabisa kama ataendelea kujifunza na si kudharau kile ambacho Diarra anacho, basi inawezekana akaja kuwa goalkeeper bora sana huko mbeleni, kwa sababu kuna baadhi ya vitu ambavyo anavyo magolikipa wengine wanadakia timu kubwa na vikosa. Kwa hiyo kwa mli wake bila shaka kwa kile ambacho amekiofa na namna ambavyo anaendelea kuimarika kila siku, namuona kabisa akija kuisaidia Young Africans kwenye kipindi kadhaa mbele. Duke Abuya amechukua man of the match. Nini ambacho umekiona kwake kwa mchezo wa leo? Of course kwangu mimi alistahili kuwa man of the match kwa sababu uwezo wake akiwa uwanjani. Nafikiri kitu ambacho naweza nikasema, ukimpata mchezaji ambaye ana consistency, ana nidhamu ya kuheshimu klabu ambayo anaitumikia, basi mnganganie sana, kwa sababu kwa asilimia kubwa hivi sasa wachezaji naweza nikatumia kauli ya matapeli. Yaani unamsajili ukiwa unatarajia atakupa kitu bora, lakini mwishoni mwa msimu ama baada ya ligi kuanza unaona vitu vinakuwa tofauti na vile ambavyo ulikuwa unatarajia.
assist kwenye mchezo wa leo. Mbali na kuassist, ulikuwa unaona uwezo wake wa kuweza kuiunganisha timu kwenye eneo la katikati. Ana akili kubwa sana. Nafikiri kwa asilimia kubwa ni kama anataka kujaribu kulifuta lile pengo la Aucho kipindi kile. Kuna namna ambavyo anataka kuwaaminisha Young Africans bila Aucho bado Young Africans inaweza ikaa kwenye muonekano, na anaonyesha kitu bora kwenye kila mchezo. Kwa hiyo mimi nafikiri kwa kocha yoyote kitu ambacho anakiomba ni kuendelea kumpata huyo mchezaji, kwa sababu kama anapata majeraha inawezekana ukawa kwenye wakati mgumu sana kupata kile unachokihitaji. Lakini kitu kingine, kuomba kuwa na consistency ya kile ambacho yuko nacho. Nafikiri kwa mchezo wa leo alikuwa anacheza na Dumbia, lakini hakuwa anacheza na Mudathir Yahya, mchezaji ambaye amecheza wote msimu uliopita, lakini bado alikuwa kwenye kiwango bora. Kwa hiyo nafikiri utampongeza kwa hizo jitihada ambazo amekuwa nazo na ubora ambao amekuwa akionyesha, lakini unahitaji zaidi kuona anakuwa na consistency. Africans ana umiliki, unaona walikuwa na jumuika kwa pamoja kwenda kusafa na kuupata, and then wanaanza kupossess. Kitu ambacho wanakikosa ni kwenye eneo la mwisho, namna ambavyo wanaweza akaa na athari kwa timu pinzani, lakini kwa maana ya namna ambavyo wanaianza safari yao wakiwa wanalitazama lango la timu pinzani ni kitu ambacho walifanikiwa kwenye mchezo wa leo. Nafikiri hapa ndo unakuja kuangalia ubora sasa wa mchezaji mmoja mmoja, nini ambacho unaweza ukakipata ukiwa na quality ya mchezaji mmoja mmoja. Mechi imekwenda kuamuriwa na ubora wa mchezaji mmoja mmoja wa Young Africans, lakini kimbinu ni kama makocha ambao walikuwa wanafanana kwenye falsafa ambao walikuwa wanaitumia, kulingana pia na machaguo ambayo Pedro Goncalves alichagua kwenda nayo kwenye mchezo wa leo. Mmoja kati ya kitu ambacho nafikiri kinawakosesha Young Africans imani ni kumkosa Pacome Zouzoua and then ukamkosa Dickson Job pamoja na Diarra. Yaani tafsiri ya kawaida ni kwamba Yanga inajengwa nao wachezaji. Kama wanakosekana, athari inaweza ikawa ni kubwa sana kama unakutana na mpinzani ambaye yuko bora kwenye maeneo yote ya uwanja. Moja kati ya kitu ambacho Fountain Gate wameshindwa kukitumia kama faida ni baada ya kocha kuanza hivyo. Kwenye mchezo wa leo unaona baada ya kukosekana Mohamed Hussein pia na Pacome Zouzoua, Diarra, japokuwa Musheli alifanya wao sana kwenye mchezo wa leo, lakini ulikuwa unaona Yanga sio ile ambayo imecheza mechi mbili za ligi ya mabingwa barani Afrika. Kwa hiyo najaribu kuvuta taswira Young Africans inawakosa hao wachezaji watatu mbeleni, aidha kwa kadi ama kwa majeraha, basi inawezekana ikaa kwenye wakati mgumu sana. Lakini changamoto nyingine, unaona wachezaji ambao wamesajiliwa na wanaopewa nafasi ya kucheza ni kama wanashindwa kumuofa mwalimu kile ambacho anakihitaji. Rudi kwa mchezaji kama Celestian Ekua, mtazame akiwa ASEC Mimosa, and then mtazame hivi sasa akiwa kwenye kikosi cha Young Africans. Unaona kabisa ni kama ana struggle kuweza kuonyesha kile ambacho kiliwafanya Young Africans wakamsajili na akaona ni chaguo sahihi kuja kucheza kwenye ile eneo. Changamoto ambayo anaipata mwalimu, unaona pengo la Clement Mzize ni kama linaonekana, kwa sababu inafika wakati kocha anaamua kumtumia beki kama winga. Maana yake hapo kuna kitu ambacho anakikosa kutoka kwa winga ambaye amepewa hayo majukumu. Kipindi cha kwanza ameanza na Ekua, lakini tazama baadaye akaweza kufanya substitution, anamtoa Ekua na muingiza Mohamed Hussein. Baada ya Mohamed Hussein kuingia, unaona akamswitch Boka kucheza kama winga. Maana yake alikuwa anakosa kile kitu bora ambacho alikuwa anakitarajia kutoka kwa Ekua. Lakini rudi kwa Dumbia pia ni kama bado kuna changamoto ambayo anaipitia. Tafsiri ya kile ambacho nakizungumza, ukimkosa Pacome pamoja na wachezaji ambao nimewataja, unaona hata kwenye mchezo wa leo baada ya Dumbia kupewa nafasi ya kuanza ni kama Young Africans ilikuwa inapitika sana kirahisi katikati. Yaani kama sio Duke Abuya kuwa bora kwenye kuzuia mipira, ulikuwa unaona Young Africans namna ambayo ilikuwa inafikiwa kiurahisi. Kwa hiyo nafikiri Young Africans walikuwa kwenye kiwango bora sana.